Igwen Media, burudani kwa wote. Karibu mpenzi mtazamaji wa Igwen Media bwana, mimi ni J4G255 kutoka Igwen nikiwa na Sadio HD. Baada ya dakika 45 za moto katika, tunakuja kuongea na Asensio, mfungaji wa bao, bila kumsahau Jean John aliyefanya vizuri kwenye timu ya Bilombe, leo amesajiliwa kwenye timu ya Wembe Star. Tutakuja piga na story kwa kufahamu mengi zaidi, baki hapo. Chote wasikilize. Inakuwaje? Safi. Hongera sana. Asante. Tunaona ulifanya kazi kubwa sana kwa siku ya leo. Ni kitu gani ambacho kinapatia shauku mpaka unaonekana unakuwa unafanya vizuri zaidi ya mechi ambazo zilipita hawa? Kwanza nashukuru awali ya yote Mwenyezi Mungu kwa kunipa kibali cha kucheza football. Mungu ndio kila kitu. Naweza nikasema kwa sababu ya juhudi zangu ninazofanya mazoezini, napambana kila day kwa sababu ya kuimarisha mwili wangu ili kupata matokeo uwanjani. So kokote kule mimi natumika na nafanya kwa sababu ndio kazi yangu. Umefanya vizuri mpaka umefika nusu finali hapa. Mbona unajua perform vizuri, watu wa Hara wanatamani kuona kabumbu nzuri, burudani ya kutosha kama na hii ambayo umetoa kwa siku ya leo? Naweza nikasema ni mfumo na mpira ni maelekezo. Lazima tuende kwa mfumo wa mwalimu jinsi anavyopanga. Mwalimu anavyopanga, anakuita mchezaji, unatakiwa uende usikilize ile mfumo anapokupatia. Kwa hiyo tunacheza kwa discipline sana kupitia na mwalimu. Kwa hiyo mwalimu anapotoa mfumo wake lazima tucheze kwenye discipline. Ndio maana watu hawajazoea kadiri jinsi tunavyokuwa tunacheza. So lazima tucheze kwenye ukabaji zaidi kwa sababu tunakaba kwa sababu ya kufikia malengo. So timu inahitaji tufikishe finali. Kwa hiyo tushatangulia kwenye goli moja. Hiyo goli moja inaweza kupata matokeo. Tunataka tukakuwa na ushindi. Kwa hiyo lazima tucheze kwa discipline zaidi. Bwana, leo mko timu moja kati yako wewe na Jean John hapa. Hebu tuambie, na kati tuliwashuhudia hatua 16 mkichuana, mko mahadui. Inakuwaje hii hapa? Kwenye football ya mnaga wadui brother. Yaani mpira siku zote ni fair play. So mpira tunaweza kuwa maadui uwanjani, lakini tukifika nje na football lazima kuna maisha mengine. Unasema mfumo wa kocha unasababisha mpaka mnakuwa unawazuia. Tunakuwa na wakati mgumu kwa sababu ya mfumo wa teacher, kwa sababu tunachezea kwenye nyuma, yani tunachezea nyuma sana. Hatuendi mbele. Kwa jinsi tunacheza nyuma lazima tucheze kwa discipline zaidi. So lakini tukiambiwa na kocha tuondoke, twende tucheze mpira, tutacheza mpira ambao watu watafurahi. Asante nashukuru. Nakwaje? Safi. Hongera kwanza. Asante. Tunashuhudia mpira wako na tunajua mpira wako. Watu wa nyumbani wanajua unacheza mpira. Jean ni mchezaji ambaye anakuwa na viwango vikubwa muda wote, lakini mpaka sasa dakika 45 zinakatika. Hatujaona pesi ambayo umetoa ya dhahabu, au tunaona zile shuti ambazo tulikuwa tuzoea tukimwona Jean akijaribu kwenye goli. Shida nini? Kutokana tu na mazingira ya uwanja, kusema na mchoko labda. Maana tumefika leo tulifika mida kama saa 9 hivi. Kutokana na mchoko, asubuhi tulipiga zoezi kula afu tena kuja kucheza mechi huko. Lakini kipindi ambacho tunaingia cha pili tutajitahidi na nadhani kila kitu kitaonekana. Kwa hiyo mlikuja na gari na ulikuwa ushapiga mazoezi nyumbani. Kwani ulikuwa una taarifa ya mechi hii mpaka upige mazoezi kule? Tulisubiri usafiri toka asubuhi muda saa 12 la kufika. Nikaona niingie zoezini kwanza afu ndo mechi. Na umekuja kuona kazi ambayo unaifanya huko na kazi ambayo ilikuwa nyumbani. Utofauti ni upi? Utofauti ni mkubwa tu. Mkubwa sana. Kama moja hivi. Unaonekana tu ni mwingi. Yaani tofauti na kule kwetu tuseme tu. Maana wewe una roho mbaya. Nyumbani kule umemwadhibu mwenzako vibaya mno, amebaki analia. Afu leo mnakuwa marafiki. Utaambia nini mashabiki zake? Huu ni mpira kaka, unaga wadui. Adui, lakini ulimwadhibu vibaya. Tukiwa uwanjani ila tukiwa nje hivi. Uko vizuri. Kwa hiyo utofauti ambao umekuja kuona mkubwa zaidi kwanza ni uwanja. Pia na waamuzi wanaoja. Waamuzi wako poa ila sio sana, sema ndio hivyo tu. Yaani kama kule kwetu. Na huyu kipa ni yule kipa ambaye anapatia tabu kwenye timu ya Bilombe mkikutana na Onze Rapid. Onze Rapid achezea Onze Rapid akachezea Harawan. Na unajua hali yake. Tuambie wewe kama utarajia nini kwa kipindi cha Lala Salama? Kipindi cha Lala Salama lazima tu wakae. Kama Blaza alivyosema hapo, goli linaweza likawa moja lakini tutaforce mpaka lipatikane la pili na la tatu na kuendelea. Maana muda sio rafiki. Kasikiliza mawazo na maoni ya mwalimu. Asante. Kwa Asensio, neno moja la mwisho. Tutarajie nini kwa sababu kipa yule ambaye unacheza naye Harawan na mpaka sasa hivi bado anamkataba Harawan. Leo umekutana naye hapa kwenye robo finali ya Kibabe. Tutarajie nini kwako? Kikubwa lazima tutakuwa tunashinda kwa sababu sisi mpaka sasa hivi tunatangulia. Kwa hiyo awali yote tumwachie Mungu kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Unaofunga sana kwa sababu unamzuia ni mtu wa karibu. Harawan yule. Hamna. Yaani tunacheza tumpira ni matokeo. Imekuja kwangu lazima nimfunge, lakini kwa wakati mwingine hata naye anaweza kanizuia. Asante kwa muda. Asante, shukrani sana. Tutakutana kipindi cha pili. Bwana, sina la ziada. Mimi ni J4G255 kutoka Igwen Media nikiwa na Sadio HD. Bwana, ushasikia mengi zaidi. Tukutane kipindi cha pili tuweze kujua nani mshindi, nani bingwa. Chao.
Igwen Media, burudani kwa wote.